Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 17 ya mwezi Mei, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Paskali Bailoni, mtawa mkapuchini. Paskali alizaliwa siku ya Pentekoste mnamo mwaka 1540 huko Torre Hermosa nchini Hispania. Wazazi wake walikuwa maskini katika mali ya dunia, lakini matajiri katika uchaji wa Mungu na fadhila za Kikristo. Mtoto huyu alionyesha kujaliwa vipaji vyote vya Roho Mtakatifu kwa hali ya juu. Kwa furaha alikuwa msikivu na mtulivu kwa mafundisho mazuri waliompatia wazazi wake, na aliwapita kwa kiasi kikubwa watoto wa umri wake katika kuelewa mafundisho matakatifu, na alikuwa na juhudi kubwa na fadhili ambayo ilimshangaza kila mtu. Kutokana na hali ya wazazi wake, Paskali akiwa bado mvulana mdogo aliajiriwa kuchunga ng'ombe wa watu wengine. Ingawa kutokana na kazi yake hakushiriki katika maisha ya kelele za wavulana wenzake, hata hivyo walimpenda sana. Walikuwa na heshima kiasi fulani kwake. Walimtaka atatue mizozo yao, na kwa moyo walikuwa tayari kupokea makaripio kutoka kwake, na walisikiliza mafundisho ya Kikristo ambayo wakati mwingine aliwapa. Mwajiri wake alifurahishwa sana na Paskali, ambaye tayari wakati huu alikuwa ni kijana mwenye nguvu, kiasi kwamba siku moja alimweleza nia yake ya kumfanya mtoto na mrithi wake. Lakini kijana huyu alimjibu kwa shukrani kwamba alitaka kubaki maskini na alinuia kujiweka wakfu kumtumikia Mungu katika hali ya utawa. Baadaye Paskali alihamia mkoa mwingine, na akiwa na umri wa miaka 24 aliomba kupokelewa kama ndugu mlei katika nyumba ya kitawa ya ndugu wadogo wa Montfort. Ombi lake lilikubaliwa, na Paskali alionekana kufuata njia ya ukamilifu kwa urahisi na wepesi. Alikuwa mnyenyekevu hivi kwamba alijiona wa mwisho katika wote. Wakati huo huo alikuwa na huruma sana hivi kwamba kwa uchangamfu alichukua yale majukumu mazito kuliko yote kwa ndugu wengine. Alikuwa mkali sana kwa mwili wake. Hata katika kazi ngumu kuliko zote hakuruhusu ulegevu katika mtindo wake wa kuishi. Alizama sana katika sala hivi kwamba alitumia muda wake wote wa ziada katika sala. Akiwa njiani wakati wa kuomba msaada, daima alikuwa na rozari yake mkononi na Mungu moyoni mwake. Paskali alikuwa na ibada ya pekee kwa Bikira Maria, ambaye alimuita mama yake, na kwa Ekaristi Takatifu. Moyo wake ulikuwa na ibada kwa Ekaristi Takatifu, na hii ilithibitisha kuwa njia thabiti ya kuamsha tena ari yake. Mungu alionyesha jinsi alivyopendezwa na moyo wake wa ibada. Siku moja akiwa nje, Paskali kwa ibada alipiga magoti kuabudu Ekaristi Takatifu, kengele ilipoashiria kwamba ni wakati wa mageuzo. Wakati ule ule Ekaristi Takatifu ililetwa kwake ndani ya monstrance, ikishikiliwa na malaika wakielea angani. Akiwa ndani ya kanisa la konventi, mara nyingi alionekana akisujudu mbele ya tabernakulo, au akiwa amenyoosha mikono yake hata kuzama kabisa katika taamuli. Nyakati kama hizo, roho yake ilijazwa na kufurika mwanga kutoka juu. Kwa namna ya pekee, ndugu huyu mnyoofu ambaye hakujifunza kusoma wala kuandika aliweza kujadili kwa kina juu ya mafumbo ya dini kwa utambuzi wa ajabu, hata kuwashangaza wasomi wa hali ya juu. Kwa sababu ya utambuzi huu wa kimbingu, mhudumu wa provinsia
alimtuma kutoka Hispania kwa swala maalumu sana kwa mhudumu wa shirika ambaye wakati huo alikuwa anakaa Ufaransa. Paskali alifanya safari ndefu na ya kuchosha kuvuka milima ya Pyrenees akiwa pekupeku, akipita mikoa iliyojaa wazushi ambao mara nyingi walifuatilia maisha ya huyu ndugu mtawa. Lakini malaika wa Mungu alimlinda katika safari ya kwenda Ufaransa na kurudi, hivi kwamba alikwepa hatari zote. Baada ya kurudi, Paskali alibaki kuwa ndugu mnyenyekevu kama mwanzo, na alikuwa katika kila fadhila hadi siku ya kifo chake chema. Alifariki dunia huko Villarreal siku ya Pentekoste, siku ambayo alizaliwa, yaani tarehe 17 ya mwezi Mei mnamo mwaka 1592. Ilikuwa wakati wa misa katika kanisa la konventi. Wakati wa mageuzo, kasisi alipoinua hostia, ndipo Paskali alitoa pumzi yake ya mwisho. Wakati wa mazishi, kulingana na desturi, mwili wa ndugu ulilazwa kwenye machela kanisani. Hostia takatifu ilipoinuliwa wakati wa misa ya mazishi, mwili wa marehemu uliinuka ukainamia hostia takatifu. Tendo hili lilirudia tena wakati kalisi ilipoinuliwa juu, na baadaye mwili ulirudi tena chini. Miujiza mingine mingi ilitokea katika kaburi lake. Paskali alitangazwa kuwa mwenye heri na Papa Paulo wa tano na kutangazwa mtakatifu na Papa Alexander wa 8 mnamo mwaka 1690. Mnamo mwaka 1897 Papa Leo wa 13 alimtangaza kuwa somo wa mashirika na makongamano yote ya Ekaristi. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Paskali Bailoni, mtawa Mkapuchini. Amewashusha wenye vyeo katika viti vyao vya enzi, akawakweza wanyenyekevu. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 1 aya ya 52. Watakatifu wengine tarehe 17 ya mwezi wa 5: Mtakatifu Ditmar, Mtakatifu Restituta, msichana mfiadini wa Tunisia, watakatifu Adriano, Victoria na Basila, wafiadini wa Misri. Mtakatifu Paskali Bailoni, mtawa Mkapuchini, utuombee.